Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Haleluya. Karibuni kwenye ibada siku ya Jumatano ya tarehe 1 mwezi wa 4 katika ibada muhimu za Pasaka mwaka huu. Amen. Kwa imani yetu ya kiroho tunaamini kuzaliwa kwa Yesu, tunaamini ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi ni moja ya watu ambao huwa tunaungana na wengine kwa ajili ya kuweza kumtukuza Yesu siku ya Pasaka bila kuangalia mazingira ya wengine wanasemaje, kwa sababu lengo kubwa ni kwa ajili ya kuweza kupokea neno na jumbe tofauti tofauti zitakazotusaidia tuweze kusogea mbele kiimani katika maisha yetu ya wokovu. Mungu asifiwe. Basi nikukaribishe kwa wale ambao walikuwa na maswali, kuna semina au hakuna semina, ndio tunaanza hivyo. Leo day 1 ya semina ya Pasaka. Mungu asifiwe. Katika siku hizi 3 ambazo tuko nazo kwa ajili ya Pasaka, yapo mambo machache tutayazungumzia, tutajadili kwa pamoja ili tupate kina cha ndani kuhusu wiki hii. Haleluya. Mambo matatu. Jambo la kwanza tutazungumzia kuhusu Pasaka yenyewe. Tutazungumza kuhusu Pasaka yenyewe. Baada ya kuzungumza juu ya Pasaka, kuna vitu vingi ndani hapo. Utapata historia ya Pasaka, lakini kwa nini sikukuu ya Pasaka huwa inabadilika? Leo mwezi huu, mwaka mwingine inabadilika. Kwa nini sikukuu ya Christmas yenyewe tunajua ni tarehe 20 ngapi? 25. Huendi kumuuliza jirani, mbona Pasaka tarehe ngapi? Itakuwa tarehe ngapi? Tunaulizana swali. Lakini ikija sikukuu ya Christmas huwezi kumuuliza mtu yoyote. Hata mtoto mdogo anajua Christmas tarehe 25. Ila ukimuuliza Mkristo yoyote, hivi Pasaka lini? Kama hujamwekea kalenda ya kanisa, hawezi kujua maskini ya Yesu kwamba Pasaka ni lini. Mungu asaidie sana. Kwa nini inabadilika? Utapata hiyo elimu, utajua kwa nini na kwa sababu tufanye Pasaka au tusifanye Pasaka, kwa sababu wapo watu ambao hawaadhimishi Pasaka. Je, wewe unayeadhimisha Pasaka uko sawa au hauko sawa? Lazima tufahamu kama Wakristo tufanye kile kitu ambacho tunakijua. Haleluya. Lakini jambo lingine, tutajikita kwenye maisha ya Mkristo baada ya Pasaka. Maisha ya Mkristo baada ya sikukuu. Mungu asifiwe. Kwa hiyo karibu, hili ni juma la Pasaka kama kalenda ya kanisa letu. Viongozi wetu wako makini, wametuorodheshea matukio mengine. Usisubiri makatibu watangaze, kwa sababu kalenda ya kanisa imebandikwa pale. Kwa hiyo unapopiga simu, Pasaka ipo haipo, jamani, kalenda tumebandika pale nyuma. Mungu asaidie sana. Kasome ujue, kuanzia Jumapili tulipomaliza ibada tuliingia juma la Pasaka. Sema amen. Au nataka tuanze kupiga filimbi kwamba tujue juma la Pasaka limefika. Kalenda iko pale. Akina mama wao wameshajiongeza wakaanza kusema. Hata sisi tumeweka pale, kila kanisa afahamu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mpango wa kanisa uko pale pale. Pasaka tuko nayo, tunatamba nayo. Sema amen. Kwa hiyo naomba twende kwa pamoja kwa muda huu tuliokuwa nao. Tuanze na neno Pasaka. Mungu asifiwe. Pasaka. Kila mtu anafahamu neno Pasaka, na umehubiriwa na umesikia kwa watumishi wengi tofauti tofauti, na wengine wana majina makubwa, wengine ni maarufu,
wengine wamefanya miujiza mikubwa, lakini kila siku kila mwaka lazima tuadhimishe Pasaka na lazima uhubiriwe juu ya Pasaka. Lakini katika haya naamini kuna neno utaokota, kuna neno utapata, kuna neno litakusaidia leo. Amen. Pasaka, nianze kwa historia, afu nitakwambia kama unataka kuandika utaandika, au kama unaweza kuandika kama wale wanaoandika ufupi utaandika, lakini kitu cha muhimu nitakwambia uandike. Amen. Pasaka, historia yake, wengine wanaamini kwamba Pasaka inaanza Yesu alipokufa msalabani, lakini Pasaka ina historia yake. Yesu alipozaliwa, ambaye leo ndiyo Pasaka yetu, anayefanya sisi tuache shughuli zetu tuje hapa tusherehekee Pasaka, yeye mwenyewe haikuta Pasaka. Pasaka inaanzia wapi? Pasaka inaanzia kwenye kitabu cha Kutoka. Ye kitabu vya Mwanzo, akamwambia Mwanzo inajieleza yenyewe, mwanzo wa kila jambo. Hesabu inajieleza yenyewe, ni mambo ya kumbukumbu ya kutoa takwimu. Mungu asifiwe. Ukija Kutoka inazungumzia mambo ya watu. Wewe hapo ulipo, kuna mahali upo unatakiwa utoke uende mahali. Kuna mahali dhambi imekushika, Mungu anatakiwa akutoe kwenye dhambi akupeleke mahali palipo salama. Kwa hiyo Pasaka ilikuwepo. Pasaka ni mpango wa Mungu baada ya mwanadamu kwenye kitabu cha mwanzo wa kila jambo. Nimesema mwanzo inaeleza mwanzo wa kila jambo. Sasa kwenye mwanzo Pasaka ilianza pale mwanadamu alipoasi. Haleluya. Mungu akaanza operation maalum kwa ajili ya kumtoa mwanadamu kwenye uasi wa kushindwa kutii, na ili amrejeshe kwenye falme za mwana pendo pekee ambaye ni Yesu Kristo. Mungu asifiwe. Kwa katika mpango ambao Mungu anaufanya, ndipo tumepata chimbuko Pasaka. Mungu asifiwe. Ukienda na hiyo mwanzo, ndipo anakutana, vimepita vizazi, kizazi cha kinakuja cha Habili hakikudumu, kwa sababu watu bado wapo kwenye nini? Kwenye dhambi. Anakuja nduguye ambaye aliua kizazi kilichokuwa kina haki. Mungu amepeleka cha Habili. Baada ya kumuua, Mungu analeta kizazi kingine cha Seti, lakini cha Seti na chenyewe hakikudumu. Kwa muda mfupi kafanyeje? Aondoka. Baada ya kuondoka, kikaja kizazi kingine ambacho tunaona Biblia haizungumzi sana. Kaini akapotelea, akaenda kuoa huko kwa majitu, akazaa watu wanaitwa Wanefili. Mibaba imejaa, yani imeenda juu, Wafilisti. Mungu asaidie sana. Kikaja kizazi kingine, tunaona akina Henoko, mtu wa 7 kuzaliwa, anafaa. Historia yake inafanyeje? Inaisha. Wengine wanaona kuna vitabu cha Henoko kinaeleza hadithi yake, lakini sisi hatupo kwenye maisha ya hadithi, tupo kwenye maisha ya neno limevuviwa, linaloweza kwenda na kila kitabu kilichoandikwa na watumishi wa Mungu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tunaona kizazi cha Nuhu, na chenyewe hakikudumu, kikafanyeje? Sababu ni nini? Dhambi. Hatujamwona Pasaka. Lakini anakuja Ibrahimu. Ibrahimu Mungu anampenda. Baada ya kumpenda, akampa mtihani wa kutoa. Mungu asifiwe. Yaani mke wake ana miaka ya uzee, mwanaume ana miaka ya uzee. Mungu anamwambia nitakupa mtoto. Miaka ya uzee unapata mtoto, hapo Mungu anakuambia mtoe sadaka huyo mtoto.
kutii. Kumbuka mwanzo tumesema tuko mwanzo walishindwa kutii. Tumeenda kwenye mlolongo niliotaja, tunampata mtu anafanyaje? Anatii. Ambaye ni nani? Ibrahimu. Baada ya Ibrahimu kutii sauti ya Mungu, anapotaka kuchinja Isaka, anataka kumchinja, Biblia inasema aliponyenyua anataka kuchinja, akamwambia Ibrahimu, acha hiyo, geuka nyuma, utamwona mwana-kondoo dume, kafungue, uchukue, kashikwa na kichaka, utoe sadaka, iwe dhabihu mbele za nani? Sasa yule mwana-kondoo aliyetaka yule Isaka alikuwa ni kivuli cha Pasaka wetu ambao ni Yesu. Tunaona hapa kwa Ibrahimu wanatuonesha kivuli ambaye ni kondoo yule, anachukuliwa badala ya Isaka, anatolewa sadaka ya kuteketezwa ambayo ilikuwa imesimama kama ondoleo la dhambi. Haleluya, tuko pamoja? Baada ya kufanya vile, kutoa ile sadaka kama kivuli cha Yesu Kristo ambao yeye mwenyewe amesema mimi ndio Pasaka, Ibrahimu baada ya kutii, Mungu akambadilisha jina kutoka Abraham kuwa Ibrahimu. Kwa katika utii, Mungu anaweza kubadilisha jina kutoka fukara kuwa tajiri, kutoka mwimbaji asiyeeleweka kuwa mwimbaji anayeeleweka, kutoka mhubiri ambaye haeleweki na akubariki akaeleweka. Mungu ndiye anayebadilisha. Ili akubadilishe, akutoe sehemu, akupeleke sehemu nyingine, kinachohitajika ni utii. Umfundishi Mungu, umwelekezi Mungu. Wewe unapaswa kusikiliza Mungu anataka ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenye huduma, huruka, mhemko, shauku vinafanya mtu aende kwa spidi mpaka nje ya maelekezo ya nani? Ya Mungu. Yaani anajua nipo tu. Yaani anataka kesho tu nishapata kiu ya kuimba, shafika studio. You must go step by step. Lazima uende kwa hatua ili ufanye kitu ambacho mwisho wa siku utaimba kwa haraka, utakuta ni kama wale walikuwa wanaimba vizuri, lakini saa hizi wanaimba saa hii ingekuwaje? Mungu atusaidie sana. Hiyo vile Ibrahimu anatii, tunapata chanzo cha kumuona Pasaka. Ibrahimu anabadilishwa, anapewa jina jipya kutoka kwenye mwenyewe, anamtoa kwenye pata kitu hapa tukusaidie. Kwa nini Mungu Abraham kabla ya kutoa sadaka alikuwa na jina lingine? Mungu anampa jina lingine. Kwa nini? Kwa sababu lile jina lilikuwa lipo kwenye mnyororo wa asili ya Adamu aliyeasi. Mungu anampa jina lingine. Kwani wewe una jina lingine? Yaani kama sisi una jina la lile ambalo tunaona ni la muasi, tunakubatiza na kuambia chagua jina lingine, sema amen. Hayo na mfahamu Kristo. Yaani kama wewe umekuja na jina lingine, labda ukasema mimi jina langu ni Shetani. Tukaona sasa hili jina kweli limebeba mashetani. Na kubatiza kwa jina la Yesu. Ya kale yamepita, amekuwa mapya, na jina lingine, chagua lingine, acha matatizo. Amen. Lakini kubadilisha jina haikusaidii kama wewe sio mtii. Yaani kutoka kuwa ni heri uitwe Al-Shababu, mtoa roho, kuliko wewe kuitwa witness, kuitwa grace, halafu wewe sio mtii. Hakuna tofauti. Haleluya. Kwa Ibrahimu alichokifanya alitii. Anambadilisha Mungu jina, anamuingiza kwenye koram ya utoto wa mwana
wa Mungu, ambaye leo wewe unaitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Wakati ule ni watu wa nani? Wa Mungu. Akamwambia, nitaanzisha taifa jipya. Katika taifa hilo litakuwa ni taifa langu ambalo ni Israeli. Haleluya. Kwa mwana kondoo anatengeneza taifa ili kufanya prosesi ya kuanzia kwa Adamu, ili watoke kwenye hali ya kuzingirwa na dhambi ambayo iliingia duniani kwa ushawishi wa Shetani. Mungu asaidie sana. Unaweza kuwa huko kanisani ukawa umezingirwa na dhambi. Unatakiwa Mungu aachilie neema kwa watumishi, aachilie neema kwako ije ikutoe kwenye kilichokuzinga na kukufanya na kunifanya niwe hivi nilivyo. Mungu asaidie sana. Ndio Pasaka ni ya muhimu kwa sababu kila mtu kuna mahali alipo. Wewe kuna mahali ulipo upapendi. Kuna mahali kiuchumi ulipo hujalizika. Kuna wengine hata mavazi tunayovaa hatujalizika. Kuna nyumba tunaishi hatuliziki nazo. Kuna gari uko nalo hauliziki nalo. Ukiona mtu atamani kununua gari, ujue kuna mahali alipo sio pakwa. Kwa unahitaji process za Yesu kukutoa mahali. Haleluya. Kwa baada ya Ibrahimu kufanya hivyo, Mungu anatengeneza taifa ambalo ni mnyororo mpaka kwako na kwangu mimi, ambao tunamuona Yesu anatukomboa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baada ya kupata taifa la Israeli kama taifa la Mungu, nadhani sijui kwa haraka kama kuna taifa ambalo walikuwa ni wakorofi na ni waasi kama taifa la nani? La Israeli. Mungu anawapenda, lakini wao wanafanya mambo. Mungu ukiona yani yeye Mwisraeli anachokitaka, akikosa saa hivi akisema Mungu nipe, usipompa amwelewani. Yani Mwisraeli akiomba, yani apige goti aombe, hapo muujiza usifanyike hapo, anajua huyu sio Mungu. Mimi naye mjua Mungu ni Mungu, nikisema nani? Nikisema nipe mikate anafanyeje? Ananipa, isiposhuka hapa bwana tafute Mungu mwingine. Shida waliokuwa nayo. Yani saizi uwepo Mkristo huko hapa, ukifunga siku 3, hapo Mungu akakaa kimya, asema hapa madhabahu haina Mungu aitee. Ni bora nichochole, nikimbie. Wale ndicho walichokuwa nacho. Taifa inatengeneza miungu. Wewe fikiri umevuka bahari. Yani umevuka bahari, maadui wana wameteketea, umefika mbele, umesahau kama nimepita baharini. Alafu unasema Mungu, mbona maji hakuna? Tupe ndama hapo. Yani wewe ndama, yani ndama ya kuchonga, uiombe icheue maji. Kwa nini wanasahau? Kwa hata sisi wa Kristo, si leo umeomba au umefanya nini, Mungu amechelewa kunitoa Misri, Mungu ametoa kwenye mateso. Sikiliza. Mungu amefanya, Mungu hajafanya. Lazima ujue Mungu anabaki kuwa nani? Kwa Mungu. Kwa wale wana Israeli baada ya kuenda kufanya vile, Mungu akawapa adhabu ya kwenda miaka 400 kama na 50 kukaa utumwani. Mungu asifiwe. Wanakaa utumwani, Mungu bado anafanya process ya kuwatoa utumwani. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata mimi Pasaka hii lazima nijue kama kuna mahali niko kwenye utumwa, nijikomboe, nitoke. Pasaka ni kujitathmini na kujiangalia. Nitoke wapi nilipo? Kila mtu lazima angalie wapi ambapo uko utumwani. Kwa wamekaa kipindi cha miaka 400 utumwani, alafu na Mungu kakausha. Si Mungu alikuwa anasema na manabii,
Hapo kipindi hakuna nabii aliyetokea hata huyu. Anasema anapeleka ujumbe. Tunamwona baada ya miaka inapita wanaanza kutokea manabii. Mungu anatuma mtumishi wa Mungu, anamtuma Musa mwenye kigugumizi. Hawezi kuongea. Nenda bana watoe kule. Lakini kumbuka Ibrahimu alibadilishwa jina. Na huyu Musa kabla hajaanza kufanya tendo la kutoa watu, anaambiwa kuwa nini? Ujue shida si kwamba hujawahi kuhubiri, mtasema nini? Mungu lazima aanze kukuvua nini? Viatu. Ukiona una kigugumizi ni kwa sababu pengine ile hofu ni kiatu. Mungu apende sana. Mungu akikuamini anakupa na mafunzo. Mungu akikupa nafasi ya kufanya jambo fulani anakupa na ualimu. Haijalishi mwalimu wako atakwambia anzia hapo ulipo, ila kuna Roho Mtakatifu atashika ulimi, atakupa uwezo wa kutamka. Hapo utaanza kujishangaa. Haleluya. Kwa Musa anaanza kuambiwa ondoa kiatu ili ukafanye kazi. Mimi sina shida na kigugumizi, ila mimi na shida na kiatu ulichokivaa. Ili ufanye jambo jipya kwa Mungu, ili ufanye jambo jipya, lazima uanze na hatua ya kujivua kiatu. Wapendwa, kama tumeokoka, kama kuna mambo, hata mimi nilipo hapa napenda mpira, sio poa. Nilikuwa napenda mpira kweli. Yanga anacheza, Chelsea anacheza, Madrid anacheza. Ukaweka hapa katikati, niende kwenye mpira, niende kanisani. Yaani hapo ukiangalia mara nyingi nilikuwa naenda kwenye mpira. Kwa nini? Nilikuwa napenda. Lakini baada ya kuingia kwenye system ya kutumika, ikabidi nichague, nivue kiatu. Bwana, siwezi kwenda kwenye mpira, kuna ibada. Mpira umeshapitwa na wakati, nimeshavuka level za kupenda mipira. Ukiona unateswa, nani unapiga kati, niende kwenye mpira, niende kwenye ibada, niende kutafuta hela, niende kutafuta nini? Ni mtumishi. Hizo level ni za uchanga. Yaani ukishaingia kwenye hatua ya kutumika na kufuata habari ya Mungu, kuna level lazima utoke. Kuna mtu akisema anakasirika. Kuna mtu wametania kazini. Watu wasema jamani hivyo kweli? Kaambia mimi hizo level mbona za kukasirika nishavuka. Umekuwa. Mungu asifiwe. Haijalishi mtu kakutusi kafanya nini kwa ajili yako, kuna level lazima uangalie haya ni ya kawaida. Maana bila hivyo utajikuta unaumia, unakasirika. Mimi hapa ukitokea mkanishambulia hapa kanisani, hizo level nishavuka. Nishatukana kuanzia utotoni mpaka nikalia. Sasa hizi level sio za kulia. Wakati wa huzuni Bwana anasema vaa suti. Hojai kumuona Daudi alipofiwa, yeye alikuwa amevaa magunia. Amefunga siku 3 akafa. Sasa kama nilikuwa navaa magunia kuomba kwa ajili ya kuomba wapone wamekufa, nivae magunia wakati wa kuvaa nini? Suti. Kwa kuna level ukiwa vuka. Toka huko. Level za mtu mzima ya umefika miaka 18 na kuendelea, yaani unakuwa na hasira zimepita kiasi. Hizo level ni za utoto. Haleluya. Kwa hiyo kilichofanyika, Musa alianza kutolewa yale mambo ya hovyo. Wewe unajiona kwamba huwezi kusema, hizo level achana nazo. Mimi nayesema ni nani? Mimi nakupa na maelekezo. Mungu alipokuokoa, wengine shuhuda tunatofautiana. Kuna mwingine akiokoka familia zinamtenga. Alafu Mungu anapokuokoa, ukiona amekupa mpaka ushawishi wa kukataa familia yako, Mungu ameshaandaa na maelekezo yawe kuishi. Haleluya. Haufi, haulali njaa, utaishi. Mungu ameshaandaa process zote, ni wewe kuamua. Nani hapa asimame mwambie nenda bana ukamhubirie Samia.
Nana na ujazi hapa naweza kwenda. Huwezi kwenda kwa sababu hizo level unaona sijafika. Lakini ukifika pale, yeye sio rais tena. Yeye ni kama washirika na waumini na Watanzania wengine, ni kutafuta chance ya kwenda. Hapo ukifika pale, wewe unatakiwa uwe na mamlaka kuliko yeye. Unaweza kumwambia usipofanya hili utakufa. Kwa ngapi wanasema? Haleluya. Tatizo tuko kwenye level za kujihurumia, za kujipenda. Utasikia bado ugai na upenda. Mimi nipotee kweli Tanzania hii kweli? Bado ugai na upenda. Sikiliza. Hizo level ukivuka, kama Bwana hajasema haufi. Haleluya. Patia ushuhuda wa Gwajima. Gwajima wakati amefungiwa kanisa, kama clip mlikuwa mnazifuatilia, kwenye mikesha yeye wanakesha, yeye amevaa kepu na yeye. Sema nyewe mkiangalia vitu huwa amfukunyui. Yaani anakesha amevaa kepu, polisi wanakuja pale wanamtafuta. Yuko humo anasifu, wanamtafuta. Bwana Mungu kama hajaamua ukamatwi. Anatoka pale kagua hamna mtu, ila kwenye sifa si kwenye mtandao tunamuona. Alafu mnaanza kusema wachache. Mungu analinda. Mungu anafanya. Mungu akiamua kutenda jambo fulani ana maelekezo yake. Ila sasa viatu vyetu, unajiona huko mahali ya ufiti, ni kwa sababu ya nini? Viatu. Mungu asaidie sana. Huwezi kuamini Mungu amekuamini, umeokoka. Uoni faida kwa sababu ya viatu. Ujue viatu sio dhambi. Kujidharau tu ni dhambi. Acha kujidharau. Mungu akuamini kakuokoa. Tamshi, kweli hapa kwa hali hii tutafika mbinguni kweli? Nitafika kweli? Hapana. Amini kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Wewe ni mwenye haki, unapaswa kuishi kwa imani. Imani hiyo usipoikuza, maana yake inasema imani yetu isipozidi imani ya Mafarisayo, hatuwezi kufaidi. Sasa ni changamoto sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona pale Mungu anamtuma Musa alijitetea, alifanyeje? Kuna mahali, kuna watu Mungu anawasemesha, watumishi wanatoa ushuhuda wa kutosha hapa. Wanasema usogee. Jamani, kuna namna wanatoa ishara, waonge mkono hii baada yende vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaonge tu mkono. Masi, Mungu akubariki. Unaona hilo? Mwe mnawahi sasa mnapata. Ila leo jua, unajua leo kule kupaga hakuna jua, itakuwa kuna mabadiliko ya nani? Kutakuwa kuna mabadiliko ya tumekaa muda tunatumia pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Musa alipotubu alijitetea namna zote za kujitetea, lakini alipovua viatu, nadhani ni miongoni mwa watu waliofanya mambo makubwa. Mungu asifiwe. Hata sisi tulioko mahali hapa, Mungu akikuamini, unaweza kutoa watu wengi. Kuna watu wasikia yule aliyefanikiwa ni kwa sababu yangu mimi. Nani kakutoa kwenye uimbaji? Mimi. Fulani. Watumishi wa Mungu, Mungu anataka tutumie sisi kutoa watu kwenye dhambi. Kwa njia yoyote, Mungu anataka kutumie wewe. Mungu asaidie sana. Musa alipotumika, alipoenda, tunaona Pasaka inaanza kwa taifa la Israeli, ambao na sisi tulipata fursa kwenye Kutoka. Mungu anawaambia wachinje kila mmoja mnyama kwa saizi ya familia inavyokula. Wapake damu kwenye miimo ya milango na vijingiti vya madirisha, ili Yesu akipita asiweze kutoa hukumu ya mzaliwa. Kwa nini mzaliwa wa kwanza? Kwa nini si wa pili? Mungu asifiwe. Shapiga picha hiyo. Kwa nini alichagua wa kwanza sio wa pili sio wa tatu?
Haleluya. Na hiyo ipate ikusaidie. Mungu asaidie sana. Yesu anachagua mzaliwa wa kwanza kwa sababu kadhaa. Moja, mzaliwa wa kwanza wakati huo ndiye aliyekuwa mlisi wa familia. Jambo la pili, kiroho, mzaliwa wa kwanza ndiye connection nzima ya familia. Ukiona mzaliwa wa kwanza ameharibikiwa, wengine ni tutajitafuta sana. Ukiona mzaliwa wa kwanza kielimu anavurunda, na wengine wanaangalia kama kaka vilimshinda, mimi dada nitaviweza. Anakatia tamaa kwa kuangalia taswira ya mzaliwa wa nani? Wa kwanza. Kwa mzaliwa wa kwanza ndiye ambaye alikuwa amebeba hatima ya nini? Ya familia. Ndiyo maana alichukuliwa mzaliwa wa kwanza ambaye ndiye Mungu, yani anakata kitovu kwa mara ya kwanza, anaanza kuwagawia wengine. Sio, unanielewa? Kwa yule ni mgawaji kwa wengine. Ndiye aliyeanza kunyonya kwa mama. Mungu asifiwe. Kwa anachagua mzaliwa wa kwanza kama kiungo cha familia. Kiondoke kitakuwa na maumivu. Vipi wewe ni mzaliwa wako wa kwanza, ni mtoto wako wa pekee, hasa afariki, utakuwa na kilio cha kiasi gani? Maana ukitazama huku una tena kumtazama, ni maumivu. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anachagua mzaliwa wa kwanza sababu ilikuwa ni kiungo cha familia. Hata baba akitoka, mama hana nafasi ya kuongoza familia. Mzaliwa wa kwanza ndiye aliyepaswa kuongoza nini? Familia. Ndiyo maana alichaguliwa mzaliwa wa kwanza. Kwa walivyopaka vile, Mungu akawa na usiku ulipofika akawa anapita juu akitazama damu, anajua hapa ni kwa mtoto wangu. Kwa kama kuna wana wa Israeli walizipata hizo siri, wakajiongeza, wakaacha viburi, wakapaka, Mungu aangalia kwamba alikuwa Mwisraeli. Mungu anaangalia alisema nini. Mimi nimesema mpaka damu huyo hapa. Kwa Mungu anachokikagua mpaka damu. Mungu anachokiangalia wewe, sio umefanya nini? Uko safi rohoni? Umetubu? Umetubu? Mimi sikuwa, Mungu hakutazami jana nilipokuona nikakuta kwenye mazingira magumu kama huyu atakuwa anafanya dhambi. Mungu angalii hivyo. Umejitakasa, umejiosha. Hakuhukumu kwa jana, hakuhukumu kwa Sara nyuma, anakuangalia saa hizi bado unapumua, umejitakasa. Mungu asifiwe. Kwa anakagua damu, anaangalia ili aone kama watu wake ambao amewachagua, amewapa taarifa, wamepaka. Kwa tunaweza tukao kanisani, wengine wamepaka damu, wengine hawajapaka nini? Ila tuko pamoja. Kwa kiwembe kikipita, ndio Biblia inasema siku za mwisho wengine watakuwa wamefanyeje? Wamelala, kufumba na kufumbua. Unaamka umejitoa kwenye shuka, unakuta mbona yupo? Kashaondoka. Wengine watakuwa shamba, umeweka kajembe hapa, kugeuka nyuma mwenzako hayupo. Mtakuwa kanisani hivi. Yaani kwenye unashangaa yaani ni kama AI imekuja ikafuta picha. Sasa tutazama hapo kuna kitu cha kufanya. Kujitakasa na kujisafisha. Paka damu. Omba toba na rehema. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ndiyo rehema na pekee ya wewe kujisifu ni Mkristo. Kama hakuna damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, hauna sababu ya kusimama mbele za watu na mbele za Mungu kusema mimi nimeokoka. Hekima yetu na ujasiri wetu unapatikana msalabani. Haleluya. Kwa kama huitumii damu ya Yesu sawa sawa, jua kabisa kuna Yesu anaweza akaja ukajikuta rafiki yako ambaye alikuwa analewa kapotea, wewe umebaki umeshika Biblia. Kaondoka mlevi. Kaondoka mlevi. Wewe umebaki umeshika nini? Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile pale ndipo chanzo cha Pasaka kwa wanadamu kinaanza kudhihirika wazi. Kwa maana ya Pasaka ni tendo la Bwana kupita juu ya nyumba za Waisraeli huko Misri
ni tendo la Bwana kupita juu ya nyumba za wana wa Israeli au za watoto wake. Ni tendo la Bwana kupita juu ya nyumba za wana wa Israeli wakati wapo Misri. Ni tendo la Bwana kupita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri. Alipoona hiyo damu, alipita juu na kuondoka. Mungu asifiwe. Kwa hiyo ndio chanzo na kiini cha Pasaka ni tendo. Yesu anapita, anafanya inspection, anakagua. Saizi hukumu ipo duniani. Mungu anapita, anaangalia, uko salama mwanangu. Akiona unafanya mambo mabaya, kazi ya Roho Mtakatifu inafanya kazi. Mwanangu, tengeneza na nani? Na Bwana. Anatumia watumishi siku hiyo, wanahubiri ujumbe unaokuhusu. Tengeneza na nani? Na Bwana. Mungu hapo ni hukumu ya kukutaka wewe ujisafishe, ili siku ambayo hakuna mahojiano usiseme kwamba Mungu hakukukumbusha, Mungu hakukuhubiria, Mungu hakukwambia juu ya habari ya kujitakasa. Mungu asifiwe. Kwa hata kwako leo, Yesu apite juu ya maisha yako. Yesu apite juu ya biashara zako. Yesu apite juu ya mapito yako, ili kwamba aione damu ya Yesu Kristo ikauishe kifo chako, ikauishe maisha na ugumu unaopitia. Pasaka yetu ni kuona damu ya Yesu, kama Isaya anavyosema, dhambi zangu zijapokuwa nyekundu kama bendera, atazisafisha kuwa nyeupe kama theluji. Hii ndiyo Pasaka tunayojivunia sisi, ni kwamba niko hapa, ijapokuwa ndugu zangu, ijapokuwa wapendwa wenzangu wataniona ni muasi, ila nina ujasiri wa kusimama mbele za Mungu na kuitazama damu ya Yesu Kristo pale msalabani na kujua ya kwamba Bwana aliyejitoa kwa ajili yangu, yeye ni mwenye huruma, ni mwenye upendo, ana uwezo wa kunisamehe. Mungu asifiwe. Hii ndiyo ya kujivunia. Hii ndiyo sherehe yetu, kwamba leo nikiwa hai nina uwezo, nina nafasi ya kupata kwenda mbinguni. Hii damu ya Yesu, Pasaka yetu ni muhimu, kwa sababu kabla sijafa bado nina nafasi ya kutengeneza na Bwana ili niweze kuurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Pasaka inabadilika? Mungu asifiwe. Kwa nini Pasaka sasa tarehe hii? Mwaka jana na nakumbuka tarehe ilikuwa tarehe ngapi? Mungu asifiwe. Ilikuwa kwenye mwezi wa 4 kama tarehe 14 hivi. Mungu atusaidie sana. Alafu mwaka huu imekuwa tarehe 5. Mwaka juzi ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 3. Tarehe zinabadilika. Kwa nini zibadilike? Bwana Yesu atupe maarifa. Bwana Yesu atupe maarifa. Nitazungumza machache ili ujue kwa nini Pasaka inabadilika. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa kwanza. Biblia inasema, utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Narudia, sababu ni msingi. Tunaona Pasaka hapa. Kile nilichokuwa nakisema, Pasaka inaanza kwa wana wa Israeli kutolewa utumwani kwa kupaka damu kwenye miimo ya milango. Biblia inasema, Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa kwanza, utunze mwezi wa Abibu. Hili ni agizo. Utunze mwezi wa Abibu. Ukamfanyie Pasaka Bwana, kama sisi tunavyofanya Pasaka, Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku
Bwana Mungu wako. Hapa hajaandikwa Mtanzania. Hapa hajaandikwa Mganda. Hapa hajaandikwa Marekani. Hapa anaambiwa mwana wa Israeli kwamba kwa nini autunze mwezi wa Abibu. Mungu ametoa sababu. Kwa sababu ni mwezi ambao Bwana Mungu wao aliwatoa kwenye mazingira ya utumwa. Mungu asifiwe. Wana wa Israeli wametoka utumwani mwezi wa Abibu. Taratibu. Wakati Yesu kabla hajazaliwa, Yesu amezaliwa takriban kama miaka 3000 na zaidi, Wayahudi wanafanya Pasaka. Miaka zaidi ya 3000 Yesu amekuta Wayahudi wakifanya nini? Pasaka. Nataka nikwambie sisi leo tuko busy na kusherehekea Pasaka. Leo ikibadilika tarehe sisi fumo. Hapo niwahi kujiuliza kwa nini inabadilika tarehe? Ile inadondokea Jumapili. Nayo hiyo ni elimu. Mungu asaidie sana. Pasaka yenyewe utaikuta inadondoka leo Alhamisi. Ijumaa. Ya inaenda mwaka jana ilikuwa lini? Jumatano. Kwa mwaka huu inaenda Alhamisi. Inasogea hivyo hivyo. Inasogea hivyo hivyo Christmas. Sasa huyu anabadilika tarehe ila Jumapili afanyeje? Abadiliki. Sasa Wayahudi wao walikuwa wanafanya sherehe. Hapa Biblia inatuambia kwenye Kumbukumbu la Torati wautunze mwezi wa Abibu. Kwa nini wautunze? Kwa sababu ni mwezi waliotoka utumwani. Baada ya Mungu kuambia wautunze huu mwezi, wao Wayahudi waliweka huu mwezi kwenye kumbukumbu za kalenda zao kama sherehe ya kitaifa. Unanipata? Kwa tafsiri nyingine unaweza ukafananisha kama Tanzania. Mwaka 1961 Tanganyika ilipata nini? Uhuru. Baada ya kupata uhuru, tulipopata kalenda yetu, ukienda kwenye kalenda utakuta ikifika Disemba mwaka wote Magufuli akaja akasema hizi sherehe mnazoadhimisha hizi hela pelekeni kwa hata mahospitalini watu watibiwe. Mungu asifiwe. Hiyo ndiyo sherehe sasa. Wewe unaandaa sherehe, mnakula, mnafanyeje, wagonjwa wanakufa, zingine wanapiga, chukua peleka kwa nini? Kwa wagonjwa. Hiyo ndiyo maana ya kusherehekea. Haleluya. Kwa hiyo Pasaka wao walikuwa wanafanya, iliingia kwenye kumbukumbu za taifa. Kwa wao Wayahudi sio kama inabadilika kama sisi. Wao iko constant. Na wao haiko constant, lakini mwezi uko constant. Nitakupa sababu kwa nini inabadilika. Mwezi Abibu ukienda kwa Nehemia, kitabu cha Nehemia, nabii Nehemia, yeye anauita mwezi Nisani. Mwezi Nisani. Kwa mwezi Nisani na mwezi Abibu ni mwezi huu mmoja. Mwezi Abibu au mwezi Nisani huwa mara nyingi unaangukia katikati mwa Machi, yaani nasema mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Sasa kwa nini udondoke? Ni mwezi gani unaweza ukadondokea katikati mwa mwezi wa 3 na mwezi wa 4? Na inaweza ikawa ni swali. Kwa nini tunasema unadondokea mwezi wa 3 na mwezi wa 4? Kwa sababu wakati hawa jamaa wa Israeli wanatoka kwenye nchi ya utumwa, mtawala wa ulimwengu alikuwa ni Misri. Mungu asifiwe. Amen. Mtu wa kwanza kuleta kalenda alikuwa ni Misri, mtu kutoka Misri. Mtu aliyejua wa kwanza kwamba mwaka una siku 365 ni kutoka Misri. Lakini kwa sababu sisi wa Misri wa Afrika, ukisoma kwenye kitabu cha uzazi wa mpango wa kimungu kutoka kwa
akapiga gharika, akazaa, akabaki na watoto watatu. Fuatilia, Mwafrika alikuwa kwenye kizazi cha nani? Mungu asifiwe. Haya sio mahubiri yetu, maana tutazaa maswali mengine. Mungu asaidie sana. Tutapata maswali yatakuwa ni mengi, ila ngoja niachie hapo. Mwafrika alikufa wapi? Alipoingia kwenye kile kizazi, ndipo wazungu wao wakaingia kwenye kizazi cha baraka. Kumbuka sisi tumetoka kwenye baraka, utajiri wa kutosha, nini ya kutosha, mpaka yani wa Mungu, watoto wa Mungu, sisi tunawafanya kama mateka. Kama wazungu walikuwa wanachukua watu kutoka Kigoma kuja kutengeneza reli, kulima sijui nini, na wao wana wa Israeli wanawaleta kuwafanyisha kazi. Kwa Misri aligundua kalenda. Misri alijua mwaka una siku 365. Walipotoka utumwani wakaenda kwao, wameambiwa wautunze huu mwezi Abibu. Wakati huo kalenda ilikuwa inategemea, Warumi walikuwa wanatumia kalenda inaitwa luna kalenda. Nadhani kuna kipindi wale kuzungumzia kuhusu Christmas, nikaja aina za kalenda. Luna kalenda ni kalenda inayozingatia mwandamo wa mwezi. Nadhani hii kusafananisha, tunaona sikukuu ya Waislamu ya Idi. Idi kwa Tanzania, miongoni mwa kitu ambacho sikukuu iliyopita shehe kauzi watu, kama umefuatia mitandaoni, shehe kauzi watu. Inawezekanaje? Yaani mtu anajiuliza sasa, siko nakosoa, ila ingia rohoni. Unaelewa? Huwezi kuingia madaraka ya mtu ambaye wewe hujasomea, huna elimu, Mungu hajakufunulia, ukaanza kumwambia wewe umekosea kwa kuangalia fulani kafanya. Mungu azaidie sana. Yeye kasimama. Sisi tunajiuliza, sisi Afrika Mashariki, Kenya wamekuda, wamefungua, wamesherehekea. Hapo tunakuambia hiyo leo. Watu wanajiuliza, shehe vipi? Watu wajishehe vipi? Ni vile huwezi kumfikia, lakini mitandao imelia sana. Pia nakwambia wao wameona mwezi umeandama. Sisi hatujafanyeje? Hatujaona. Wao wanasherehekea. Kenya tu hapo wanasherehekea, halafu Tanzania kwanza kesho. Wazalendo walisubiri, wasio kwa wazalendo walikula cha mtume. Haleluya. Sasa huu mwandamo wa mwezi, fikiri kuna watu walifanya Ijumaa, wengine Jumamosi, kuna wengine nchi zingine walifanya Alhamisi, wengine walifanya Jumatano. Unaipata picha tatizo la mwezi? Unaona mwezi ulivyo? Sasa kuna wakati mwezi unawahi kuandama, kuna wakati mwezi unachelewa kuandama. Mungu asifiwe. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kubadilika kwa tarehe ni kwa sababu Pasaka inategemea, au wakati huo Wayahudi walikuwa wanatumia, Warumi walikuwa wanatumia kalenda ya mwandamo wa mwezi. Kwa mwezi ukiwahi, tarehe inawahi. Ikichelewa, mwezi unachelewa. Lakini kwao, kwa Wayahudi walikuwa wanafanya almost mwezi Abibu tarehe 14. Mwezi Abibu tarehe 14. Sasa ukija kwenye jiografia yetu, tatizo la Tanzania, sisi wao wana kalenda yao. Sisi sasa hivi tunatumia kalenda inaitwa Gregory kalenda nyingine. Sasa hii kalenda inakuja kukupa picha tofauti. Sasa nikupe siri. Kwa mfano, kwa Korea Kusini unaipata hiyo Jumongi anayepasha joto na Trump. Sawa? Ya wao wanakwambia mwaka huu ni mwaka wa 110. Wewe watafiti. Kwa nini? Kwa sababu yani yeye Jumongi anakuambia hivi, wao wanahesabu mwaka alipozaliwa mwasisi wa taifa, ndio mwaka kwenye nchi yao ulianza, ambao ni babu yake na Jumongi ambaye yuko madaraka. Yaani wao ile miaka hatujui ile miaka ya nyuma ambayo nchi ilikuwa sio ya kwetu.
Yaani kama sisi tuseme Tanzania mwaka umeanza mwaka 1961, basi ile miaka ilikuwa ya wazungu wametutawala. Kwa tulipopata uhuru, basi tunaita mwaka wa kwanza. Sasa hizo sio ni kalenda. Sasa ukienda ukizungumza jambo na huyu mtu wa Korea Kusini, uone kama mnaweza mkapishana. Sasa hizi kalenda hizi usije ukajiuliza mpaka ukapasua kichwa. Lengo tumtukuze Mungu, atutoe kwenye mapito, kwenye changamoto, kwenye shida, tutazame vipi tunaweza tukafika mbinguni. Sio haya mambo ya kalenda. Haya mambo ya kalenda ya wanadamu. Abibu haikupeleki mbinguni. Matendo yako, utii wako ndio unaokupeleka mbinguni. Ukilala kwenye mwezi, shauri yako. Lakini lazima tupate maarifa yatusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Acha nimalizie hapa. Mungu asifiwe. Kwa hiyo huu mwezi wa Abibu, sababu ya kubadilika ilikuwa ni kalenda inayotumika. Kwa hiyo Wayahudi wao walipotoka utumwani walienda wakatengeneza kalenda nyingine. Ukienda kwa kalenda ya Kiyahudi mwaka huu sio 2026. Yaani hii kalenda ya Kiyahudi ndio unayosema Gregorian kalenda ndio inayosema 2000 ila ukirudi kwenye kalenda original mwaka huu ni mwaka 1726. Wayahudi walipotoka utumwani wanakwambia walisogeza miaka 300 mbele kwenye kalenda. Yaani waliongeza miaka 300 mbele. Saizi ipaswa iwe mwaka 1726. Kwa walipo double miaka 300 ikadondoka. Saizi ndio maana inasoma 2026. Kwa ukiangalia mambo kwa undani, sasa hatuwezi kulale na mwaka 1726 tuende kwa kalenda yetu tunabaki na 2026, lakini kwa kalenda ya mwanzo saizi ni mwaka 1726. Sasa haya mambo yanaweza kukuvuruga, lakini huu mwezi inabadilika kwa sababu ya kalenda tunatumia. Kwa saizi wameshasoma tayari mwandamo wa mwezi, tarehe inafahamika. Mungu asifiwe. Kwa hiyo wanaangalia mpaka leo tunatumia mwezi kutangaza hii tarehe unayoiona ya Pasaka. Ndiyo maana inabadilika. Kwa nini inadondokea Jumapili? Ili nimalizie hapo. Karibuni Ijumaa napo tunaendelea. Mungu asifiwe. Ijumaa tutaendelea. Ukiona ni vema tuungane kwa pamoja ili tujifunze mambo mazuri juu ya Pasaka. Kwa nini inadondokea Jumapili? Kwa taratibu huwa tunaangalia hivi. Wasoma mwandamo wa mwezi huwa wanaangalia kama ikidondoka, labda tuseme imedondoka leo Jumaa ngapi? Jumatano. Maana yake siku 4 kabla itakuwa, siku 4 baada itakuwa sikukuu, itakuwa Jumapili. Kwa hiyo wiki wanarudisha nyuma. Si Jumatano mwandamo wa mwezi tumeona ni Jumatano. Wanaanza kuhesabu, sababu taratibu ilikuwa kibibilia Pasaka ni siku 7 mpaka siku 14. Ndiyo maana kama utadondoka Jumatano, wanarudi nyuma kuanzia Jumatatu mpaka Jumaa, kwa sababu sheria inasoma siku 7 ndiyo iwe juma la. Walikuwa wanafanya sherehe ya Pasaka. Yaani wao walikuwa wanasema sherehe ya uhuru kwao. Kwa hiyo ndio maana ikitokea ikadondokea Jumapili, sherehe itakuwa Jumapili nyingine, kuacha juma moja. Okay, haitakuwa Jumapili ijayo. Watasogeza Jumatatu ya nyuma kuja kudondoka Jumapili ya mwandamo wa nini? Ila tu ikiwa Jumamosi wanaanzia Jumatatu wanafunga
Jumapili. Ndio maana tunadondokea Jumapili, kwa sababu sheria ya Pasaka ni lazima msherehekee siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, kwa Wayahudi hata siku ya Pentekoste kwao ni kama ni siku ya kitaifa. Wewe unajua kujaza na Roho Mtakatifu, ile ni sherehe ya kitaifa. Ila kwetu kiroho tunaichukua kiroho zaidi. Wao waliyaweka kwenye mambo kama ya kitaifa. Kwa na sisi ni muhimu tuchukulie hii inatuhusu. Mungu asifiwe. Amen. Kwa hiyo